بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أقسم بالبروج، أقسم بالسماء ذات البروج وباليوم الموعود وشاهد ومشهود، والصلاة والسلام على رسول الكريم الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Walillahi alhamdu. Leo kuanza sura nyingine ambayo hii ni Suratul Buruji, sura iliyoshuka Maka, na sura hii imeshuka baada ya kushuka wa Shamsi wa Bahari. Ni sura yenye aya 22, ina maneno 109, lakini na herufi 455. Sura hii hatutoelezea kwa upana katika mukhtasari kwamba imekusanya nini, kwa sababu ya kuchelea muda, lakini imeitwa Suratul Buruji kwa sababu ndio jambo kubwa. Jina la sura huwa ndio ujumbe mkubwa zaidi kuliko yote katika ile sura, ndio ile jina. Sasa hii sura imeitwa Suratul Buruji. Nakumbuka Mwenyezi Mungu aliapa na Ar-Rajab, asema was-samai dhati rajab. Hapa anasema was-samai dhatil buruji, na hapa kwa mbingu yenye buruji 12. Muhimu ni kujua buruji ni nini. Buruji ni katika taa za angani ambazo zimepamba hii mbingu ya dunia. Inna zayyana samaa ad-dunya bizinatil kawakib, lakini inna zayyana samaa ad-dunya bil masabih. Inna zayyana samaa ad-dunya bimasabih wajannahu rujuman lishayatin. Mwenyezi Mungu asema amepamba mbingu hii na taa. Miongoni mwa hizo taa ni buruji. Kuna jua, kuna mwezi, kuna nyota za kawaida tu, kuna hizi nyota ambazo zaitwa buruji, na kuna kawakibu. Sasa sayarati, hizi sayara zenye kwenda. Na buruji ni jamu, ni wingi wa neno burji, na burji kwa kawaida ni jengo kubwa refu sana. Kwa hiyo buruji ni makasri, makasri makubwa ambayo yanapatikana juu ya mbingu. Ni kasri kubwa ambazo hazina mfano wake, ni mfano wa majumba makubwa ya kifahari, lakini yako juu kabisa huko kwenye anga. Ndio inaitwa al-buruj, constellations. Ibn Ashur katika tafsiri yake At-Tahrir wa Tanwir anasema yataallafu al-burju samawiyya, yataallafu min majmu'ati an-nujumi qaribun ba'daha min ba'd la takhtalifu ab'aduha abada. Ukitaka kujua saburuji, sikiliza kwa makini kwamba buruji inatengenezeka na mkusanyiko wa nyota nyingi, ambazo hizo nyota zinakuwa zinakaribiana baadhi yake kwa baadhi, hazikai mbali, ni hapa kwa hapa.
kwa zinatengeneza jengo moja kubwa sana, ndio inaitwa buruji. Kwa hiyo ni mkusanyiko wa nyota nyingi sana. Na kwa nini ziitwe buruji? Akasema almustalihun takhayalu anna shamsa tahillu fiha mudda, kwamba wametakhayal kwamba jua huwa linafika hapo likakaa kwa muda wa siku kadhaa. Yani jua lina kawaida ya kutembelea hizi buruji kwa mwaka mzima, kila mwaka. Na mwezi pia huingia, na mwezi ukatembelea baada ya siku 2 siku 3 unatoka. Ni matembezi tu ya kawaida jua na kwenda kutembelea vituo vyake hivi. Sasa kwa sababu inaishi pale na kaa kwa muda mrefu sana, ndio kaitwa buruji, ambayo pia maana yake katika tafsiri mbalimbali wasawi ni manazilul shamsi wa manazilul qamari wa manazilul kawakibi. Hata hizi sayari zinakwenda zikaingia pale zikakaa kwa muda, na mwezi pia unaingia ukakaa humo kwa muda wa siku 2 siku 3. Kwa mfano katika mwaka 2021, kabla sikutajia hizo buruji, mwaka 2021 tarehe 12 mwezi wa 3 2021, jua lilienda likaingia katika buruji inaitwa Al-Hut. Al-Hut ndio samaki. Buruji hizi inaitwa samaki. Sasa iliingia kwenye buruji inaitwa samaki. Tasema kwa nini zina majina hayo? Samaki, mbuzi, mashuke, sui nini, mshale. Kwa nini majina hayo? Na kweli amethibiti, utajua. Sasa tarehe 12 Machi jua liliwahi kuingia katika hiyo buruji ya nini, ya samak. Tarehe 19 mwezi wa 4 ikaingia kwenye buruji inaitwa Al-Hamalu, kondoo. Na tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2021 ikaingia kwenye buruji inaitwa Athaur, ng'ombe. Kwa hiyo hii kuonyesha kwamba jua linaingia katika kila buruji, na siku za kukaa pale yategemea na ukubwa wa ile buruji na pia umbile lake. Ikiwa lile umbile ni kubwa sana au ni likoje, basi jua litakaa kwa muda mrefu. Utakuja kujua vizuri buruji ni nini. Kwa ni mkusanyiko wa nyota. Kwa mfano jua limewahi kukaa siku 40 ndani ya asumbula al-adhra, mashuke, kwa muda wa siku 40. Likaja likakaa kwa wiki moja kwenye al-aqrab, kwenye nge. Sasa tusome hiyo buruji ni kitu gani? Sasa buruji zikaitwa majina, na aliyeziita majina ni Abdullah bin Abbas. Haya tunaosema kwamba jua linafika pale likaingia likaishi likakaa, alafu baadaye linatoka naenda kwenye buruji nyingine, ni mzunguruko wake wa mwaka na mwaka na mwaka. Isipokuwa hizi zama za kiyama hizi yasemekana kwamba ili jua liko kwenye buruji moja mpaka nyingine itakwenda kwa miaka mingi sana. Mzunguruko wake unaweza kwenda kwa miaka mingi, kwa sababu dunia imesheki. Dunia haiko sawa. Sasa dunia haiko sawa, hasa huko juu ndio kumeharibika zaidi kuliko hata huko chini. Sasa ukisoma katika Qur'ani utaona kwamba tabarakallahu, nasemaje ile aya? Tabarakalladhi ja'ala fis samai buruja
waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ametukuka Mwenyezi Mungu ambaye ameweka katika mbingu buruji, na ndani ya hizo buruji akaweka ndani yake jua, na pia akaweka mwezi. Ni hili jua na mwezi naingia kwenye zile buruji wakati fulani. Jua kisikia limepotea, sio fanya wakati mwingine nimeingia kwenye buruji fulani. Tunaona pamoja. Na mwezi ni hivyo hivyo, siku 2, siku 3, lakini mwezi unakwenda kwa mwezi mzima. Siku 28 au siku kadha inaingia. Lakini kwa buruji moja itakaa siku 1, siku 2 natoka. Tunaona pamoja. Sasa hizi buruji ni zipi? Ibn Abbas amezitaja ni 12. Kwa hiyo ukisema wasamai dhatil buruji, inaapa kwa mbingu yenye buruji 12. Ama kwamba buruji ni majengo makubwa ya kifahari yaliyokuwepo mbinguni. Buruji kwa maana ya jengo, buruji ni jengo. Ndio maana linakuwa refu sana. Ndio maana hata ile Dubai wakaita burji Burj Khalifa. Sasa ndio jengo refu kuliko yote, ni majengo yanakuwa marefu mno. Sasa nyota zimetengeneza majengo makubwa yanaitwa buruji. Ndio ile unayosema tabarakalladhi ja'ala as-samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran. Ama hii buruji kwamba ni majengo ni Qur'ani 4:78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntu fi burujin mushayyada. Popote mtakapokuwa mauti yatawafika, hata kama mtakuwa kwenye ngome, majengo marefu na imara kweli kweli. Sasa buruji pale imeitwa ni ngome. Ndio maana wafasiri wakaita, mtazama tafsiri Badai'u Tafsir Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, akaita ni manazilu shamsi wal qamar wa manazilu al-kawakib, yani ni mafikio ya mwezi na ni mafikio ya nini, ya jua. Na Ibn Abbas amezitaja ni 12. Wafasiri wengine wote wakafuata, kina Uthaymeen, kina Ibn Bazi, hawa kina Imam Ghazali rahmatullah alayh, kina Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, na wote wakamfuata. Na huyo Sheikh al-Islam Abu Ja'far Ibn Jarir at-Tabari katika tafsiri yake Jami'ul Bayani, na pia Jami'u Ahkam al-Quran Imam Qurtubi, al-Muharrir al-Wajiz Ibn Atiyya kataja kwamba hizo buruji na majina yake. Saburuji ya kwanza ni al-Hamal. Al-Hamal ni kondoo. Takuja kusema ni kwa nini haya majina kondoo, lakini ndio buruji ya kwanza. Ya pili ni athawr, yafahamika ng'ombe. Ya tatu ni buruji ambayo inaitwa al-Jawza, ambayo mapacha. Ya 4 ni Sartan ambaye ni kaa. Ya 5 ni al-Asadu ambaye ni simba. Ya 6 ni al-Adhra au as-Sumbula ambayo ni mashuke. Ya 7 ni al-Mizan ambayo ni mizani hivyo hivyo. Ya 8 ni al-Aqrabu ambayo ni nge. Ya 9 baada ya al-Aqrab al-Qaus ambayo ni upinde au mshale. Ya 10 ni al-Jadi ambayo ni Capricorn, mbuzi. Huyo ndio 10. 11 ni ndoo, adalu. Sio mimi bali Ibn Abbas. Angalia kitabu chake hicho al-Muharrir al-Wajiz, tafsiri ya al-Muharrir al-Wajiz Ibn Atiyya, utakuta. Na angalia tafsiri zote zilizotajwa, Jami' al-Bayan, Jami' al-Ahkam al-Quran, angalia
Ar-Rawh wal-Rihan, angalia tafsiri zote utakuta. Tafsiri Uthaymeen, tafsiri al-Quran, tafsiri al-Quran al-Azim, angalia tafsiri al-Azim Ibn Kathir, angalia tafsiri nini Bada'i' tafsir Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, na tafsiri zote na mwisho ni al-Hut ambayo ndio as-Samaki. Sasa haya majina yanatokana na nini? Ukisoma At-Tahrir wa Tanwir ameeleza haya majina yanatokana na nini. Sema walamma wajadu kulla majmu'atin minha yukhalu minha shaklun law uhita bi'itari li khattin mafrudin la ashbaha muhituha muhita suratin takhliya li ba'd adh-dhawat min hayawani aw nabatin aw alati mayazu ba'd tilka al-buruj min ba'd biidafati ila ismi ma tashabaha tilka surata takriban faqalu al-hamalu wal-thawra wal-jawza'a was-sartana wal-asada wal-adhra'a mpaka mwisho. Asema zamani walipoona huo mkusanyiko wote ndani yake kuna mfanano wa maumbile ambao lao kama uhita biitwari li khatti mafrudhi, kama kungetengenezwa mchoro ambao unaoendana unaotakikana, basi la ashbah muhita surati takhliya li ba'd adh-dhawati min hayawan, basi ungeona inafanana mchoro wake na baadhi ya wanyama. Kwa hiyo yale maburuji kuna yanayofanana na simba ndio ikaitwa al-asad, kuna linalofanana na kondoo wakaita al-hamal. Yako mbinguni unaweza kuona ni kondoo kubwa kumbe ni buruji. Kuna wanaofanana na kaa namna lilivyo lile, namna wanaofanana nge, mashuke. Nyingine ni kama mizani hivi kaitwa mizani. Nyingine ni kama samaki alivyo kaitwa al-hut, samaki. Haya majina yamo aliyoyatoa ni Imamu al-Mufassirin Abdullah ibn Abbas, na yapo angalia tafsiri nzuri Jami'ul Ahkam, Jami'ul Bayan, tafsiri ya nani wewe? Ya Imamu Tabari, Abu Ja'far at-Tabari. Kwa hiyo hizi buruji kunaingia ndani yake jua na kunaingia ndani yake mwezi na pia kunaingia ndani yake kawakibu. Hizi sayari naingia zikakaa. Kwa mfano leo ni tarehe ngapi? Mwezi ngapi? Tarehe za kizungu. Na hii tarehe 10 mwezi wa 3 mpaka tarehe 9 Juni. Ukiangalia katika Al-Jawza na kutolea mfano utakuta pale yuko nani? Al-Mushtari. Yuko kaukabu inaitwa Mushtari. Na huyo ataondoka tarehe 10 Juni mwaka 2025, ataingia kwenye nini? Kwenye as-Sarfan ka huko tusiendelee kule. Kidogo. Lakini nakuonyesha tu kwamba ndio maana mashekhe wakaita ni manazilul kawakib, ni mahala ambapo hata hizi sayari zinafikia. Unajua katika Uislamu kuna sayarat na kuna thawabit. Sayarat ndio elimu ya sekule na jua inaita ni planets, celestial moving bodies, kwamba ni vile vitu ambavyo vinatembea angani, kwenye anga hizo za juu kabisa. Lakini kuna ambazo hazitembei. Kuna sayari za aina mbili. Kuna static planets ambazo hizo hazipo kwenye huu sekwa, zipo katika dini, zinaitwa athawabit. Kuna athawabit na kuna al-kawakib.
Kwa mfano Zuhal, Zuhal ile ni sayari, si buruji. Watu wanachanganya buruji na Almirikh ni sayari, ndio hii Mars. Almustar ndio hii Jupiter, Venus ndio huyo nani, Az-Zuhra. Sasa haya ndio yanayoelezwa katika wasamai dhatil buruj. Malengo yake nini katika dunia? Ni dunia ikae sawa kwa uwezo wake Allah, na maisha ya watu wakae sawa kwa uwezo wake Allah subhanahu. Watu wajue nyakati zao, zijulikane nyakati za dhiki kubwa, matetemeko ya ardhi, nini ni mawasiliano ya buruji, jua, mwezi na hii dunia na kawakibu mbalimbali. Mwenyezi Mungu, na hicho ni kinukta kidogo katika yale wanadamu ambao wameyasoma, kwa sababu haya yaliyokuwa angani yanaathiri vilivyokuwa vya ardhini. Mataa angani huwa yanaathiri vilivyokuwepo ardhini. Kuna wakati mwezi ukiingia katika burji fulani na fulani na fulani, mtu ambaye ni kichaa huku anakuwa kichaa zaidi, mwenye hasira anakuwa mwenye hasira zaidi, lakini ajabu mwenye akili na akili zinazidi zaidi. Kuna wakati mwezi ukiwa ni mng'avu sana, bahari inaathirika, lakini akili za watu zinaathirika. Zile siku tatu zile za mwezi, zile siku nyeupe, mwezi 13, 14, 15, pale ni wakati ambapo mtu mwenye roho ya ukatili anakuwa katili zaidi, mtu mwenye akili mbaya anakuwa mbaya zaidi. Mtu ambaye ana matatizo pia akili wakati ule ni kumchunga chunga sana, na bahari nayo inaathirika na hali ile. Ni mahusiano ya vilivyoko ardhini na dunia inachafuka. Ndio wakati ambapo matukio ya kikatili yanakuwa ni mengi zaidi duniani kuliko wakati mwingine wowote. Ni kipindi kile hata mtu mwenye azma ya kufanya ukatili, ikiwa ni mwezi 13, 14, 15, anafanya ukatili mbaya zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia siku hizi 3 watu wafungwe. Siku hizi 3 watu wafungwe, kwa sababu funga inatengeneza akili, funga inarudisha busara, funga inarudisha hekima, funga inarudisha ile mizania ya mwili katika mahala pake. Mwenye hasira anaweza kadhibiti. Kwa hiyo utaona hii wasamai dhatil buruj, na hapa kwa mbingu yenye buruji 12, buruji shaeleweka, ndivyo sivyo? Kwa kiwango fulani hapa umepata buruji ni nini. Katika tafsiri al-Qur'an al-Azim ya Uthaymeen anasema buruji al-majmu'atu al-azima min an-nujumi. Itafute tafsiri al-Qur'an al-Azim ya Uthaymeen rahmatullah alayhi. Buruji ni mkusanyiko mkubwa wa nyota unaotokana na nyota. Sumiyatil buruji lidhuhuriha, imeitwa buruji kwa sababu ya kudhihiri kwake, anadhihiri. Wa uluwiha wa irtifaiha, kuna kwa kuwa kwake juu na kunyanyuka kwake juu. Ni jengo mikubwa lakini ni ya nyota. Mwenyezi Mungu mwenyewe ameiweka ili dunia iende. Yote ni mataan lakum, kwa ajili ya manufaa ya wanadamu. Qur'an, watu wa elimu ya astronomy wakaja kuzielezea hizi buruji, wakasema because the Earth's orbit, the sun, appears to move along the path called the ecliptic, passing through one zodiac constellation after one another in a specific sequence of the course of the full year. The sun does not spend an equal amount of time in each constellation. Hawa ni watu wa astronomy. Hakwenda kinyume na suluhu mashehe walivyosema, kuonyesha kwamba mashehe
walikuwa na elimu pana kubwa sana, pana, bali na elimu za mambo ya wajibu na faradhi, kuyafanya mambo ya ibadati ambapo wameongea sana, lakini hata elimu za ulimwengu namna ulivyo mashekhe wamejiki sana. Ndio maana unakuta hawa kina Ibn Jarir at-Tabari anakuja kuzungumzia habari hizo kwa upana mkubwa. Huyu miladi akafa mwaka 923. Sayansi haipo ya anga kabisa, wala hakufikiriwi kwamba kutakuja kuwa na sayansi ya anga. Azizungumza Burundi. Elimu hiyo anapataje? Ni atakwa, ucha Mungu. Idha tatahharati sarairu muliati bil ulumi wal maarifi wal anwar fattaqullaha wa yuallimukumullah. Kwamba roho, nafsi, moyo vitatu hivi vikitoharika, Mwenyezi Mungu anajaza katika akili ya huyo mtu, katika mwili, katika moyo, katika roho, katika nafsi, anajaza vitu vitatu. Anajaza ilmu na anajaza maarifi. Maarifi ndio inayotafsiri ulumi. Huwezi kuwa na taawilati ya ilmu kama huna maarifi. Na almaarifi ni mauhiba anakupa Allah subhanahu. Ni jambo ambalo anakupa Mwenyezi Mungu kulingana na ulivyojitoharisha kwake. Lakini maarifu nazo haziwezi zikafanya kazi. Elimu bwana, huwezi ukajua zile nafahati zake na asrari zake kama Mwenyezi Mungu hajakupa maarifu. Na maarifi nayo hayawezi kufanya kazi kama Mungu hajakupa anwari, kwa anakupa zote tatu. Lakini mtu akijitoharisha, mashekhe alijitoharisha. Kwa hiyo anazungumza habari ya nujumu ya buruji. Sayansi inakuja inaeleza baada ya miaka zaidi ya miaka 1000 baadaye, habari ya buruji, habari ya nini, habari kila wanachoeleza mashekhe ndicho kinachokuja kuelezwa na wanasayansi sasa. Lakini buruji ni kama anavyosema Sheikh Uthaymeen na pia alivyosema Ibn Ashur kwenye nini at-Tahrir wa at-Tanwir, na huyo ni tafsiri al-Qur'an al-Azim na tafsiri Uthaymeen, ni mkusanyiko wa nyota. Na kuna wanasema hivi ni zodiac constellations, mkusanyiko wa nyota. Kwa asema kwa sababu dunia inapita kuzunguka jua. Sasa ni wanasayansi, jua linaonekana kupita kwenye njia kwenye njia zake, katika kupita katika njia zake, sababu njia za jua sio hii unayoiona tu hapa. Kuna njia za anga za juu huko. Sasa hizo njia hizo ndio zinaitwa ecliptic ways, kwamba napita kwenye hayo masayari alafu baadaye nakuja kama inatembelea, na kama vile napumzika siku 3 siku 4. Nadhani linogewa kwenye ile burji inaitwa Asubu la Mashuke, ile kukaa siku 40 tu hapa. Haikupendezewa nadhani kwenye Al-Aqrab ikakaa wiki moja. Sasa ndio wasamai dhatil buruji, na hapa kwa mbingu yenye buruji ngapi? Ndio maana hii sura ikaitwa Al-Buruji. Kwa sababu sura unaona ikiitwa jina hapo, kamata sana hapo, kuna jambo kubwa sana hapo. Jua sura mpaka iitwe jina la kipande tu cha aya. Maana Al-Buruj ni sehemu ndogo katika aya, na inakuja kwenye Al-Buruj, haikutajwa tena kwenye sura nzima. Lakini ndio imechukuliwa ikawa ni jina la sura. Kwa nini? Ni kwa sababu fil buruji ayatul kubra, ndani ya buruji zipo alama kubwa za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaona pamoja. Ndio akasema wasamai dhatil buruji, na hapa kwa mbingu yenye buruji 12. Mwezi
nao huwa ukaingia kule siku 2 siku 3 ukakaa ukatoka kwenye hizo buruji. Na buruji zaonekana, buruji huwa zinaonekana, yategemea huko wakati huo zikipita huko upande gani. Kuna wakati napita zikipita kusini kabisa huko na huko kaskazini sana huwezi ukaziona, lakini eneo ambalo kuna kiza sana, ni nyota tu zipo angani, ndio unaweza ukaziona, kaona vitu ambavyo vimeshikana. Uwepo ambalo utaona kama vitone vimeshikana, lakini zile zinaitwa nini? Ndio zinazoitwa buruji, na zina mahusiano makubwa na kawakib, zina mahusiano makubwa na shamsu, na zinazo mahusiano makubwa nini na qamar. Nasema tabarakalladhi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Mwenyezi Mungu kwamba ametukuka Mwenyezi Mungu ambaye ameweka katika hii mbingu, ameweka buruji nyingi. Na buruji haswa hizi ambazo tutakiwa kuzijua sana ni hizi 12, lakini buruji kwa hakika yake ni 88. Hizi buruji kwa hakika yake ni 88 ala hasbi ilmi tanjim. Tuendapo na fani hii ya ilmu al-falak na ilmu tanjim takuta ni 88, na kila moja ina kazi yake. Si kwamba tu ni madude tu ukaweka Mungu au kitu kingine. Na kila moja ina maana yake, tena maana yake ni kwa viumbe aliyoumba yeye. Mpaka wengine wakasema buruji ina thamani kubwa, ni kitu ambayo maisha ya malaika, maisha ya wanadamu, maisha ya majini yanafaidika na buruji zilizokuwepo wapi? Angani. Ndio maana Mungu akasema tabaraka, kwa sababu na asema bali siwe mpaka mimea inafaidika na buruji. Kuna buruji, katika hizo buruji jumla zake zote, kuna buruji ambayo inatawalia kuotesha mimea yenye mbegu nyingi, na kuna buruji ambazo kwatawaliwa kuotesha mimea yenye kokwa. Hii mimea tumba, mimea kokokoka, si mimea nini, ala hasbi alburuj wa bihasbi shamsi wal qamar. Niko kuzingatia nini? Buruji, na kuzingatia jua pia na mwezi. Kwa hiyo utaona viumbe vilivyokuwepo mbinguni, zile taa zilizokuwepo mbinguni, hapa Mwenyezi Mungu amepamba hii mbingu na hizo taa, zina maana kubwa sana katika maisha ya wanadamu. Na hizo buruji ukizisoma vizuri utajua habari ya zalazili katika dunia, misukosuko mbalimbali ya dunia na nini. Hapa si mahala pa, hapa mahala pa tafsiri tu kwamba wasamai dhatil buruji. So hapa kwa mbingu yenye buruji ngapi? 12. Kisha Mwenyezi Mungu akaapa na hiyo siku iliyoagwa, wal yaumil maw'ud, na naapa na siku hiyo ambayo imeahidiwa. Ni nini? Yauma tubila sarair, siku ya kiyama. Ni siku ya kiyama, siku nzito Mwenyezi Mungu ameapia. Lakini kabla ya kuapia, chukua maneno haya, yanaweza kukusaidia. Ama katika aya hii utaishia, hutosema na apa kwa mbingu yenye buruji 88. Kasema na apa kwa mbingu yenye buruji 12, sababu hizi 12 ndio zina munasaba mkubwa na maisha ya viumbe wa ardhi. Meleka pamoja na hizo zote nyingi mpaka 88 huko, lakini ambazo ni moja kwa moja ni hizi. Akazitaja hamala thawri jawzatu sartani wara'allaytu sumbulatul mizani warama aqrabun biqausin lijadi nazahad dal'u birkatal hitani. Zote kuna zipata, kitaka utaifanya, unapata zote 12. Maana katika taja hamal, kataja athawr,
kataja Jauza, kataja Sartan, kataja nani Al-Asad, kataja Al-Adhra ambayo ni Asumbula, kamtaja nani Mizani Al-Qaus, kataja Mizani Al-Aqrab Al-Qausi Al-Jadi au Jidia, ndio mbuzi Capricorn. Kamtaja Dalu, akamtaja nani Al-Hut, samaki. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Hii ni kuonyesha tu kama vile tunaendelea na ile innahu la qaulun fasl, kwamba hii Qur'an neno la kweli lenye kupambanua sana. Qur'ani ni taaluma kubwa. Sasa hapa kwenye elimu za anga za juu sana, ni elimu za anga ambazo huwezi kuzisoma kwa kawaida, lakini wewe unasoma kwenye wasamai dhati al-buruj. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Kesho akitujalia tutakuja kusoma na hii wal yaumil maw'ud, na iendane na washahidi wa mashuhudi. Inshallah Mwenyezi Mungu atubarikie sana. Shalla la ilaha subhanaka Allahumma wa bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.